Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amesema kuwa vitisho vya Marekani dhidi ya taifa lake havitaleta matokeo yoyote baada ya Donald Trump kuonya uwezekano wa hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Wamarekani wanapaswa kuelewa kwamba vitisho havitafanikiwa wanapokabiliana na Iran. Khamenei alisema Ijumaa katika hotuba yake ya kila mwaka ya Nowruz, sherehe ya mwaka mpya wa Kiajemi iliyotangazwa mbashara kupitia televisheni. Kiongozi huyo aliongeza kuwa wao wa Marekani na wengine wanapaswa kufahamu kuwa wakifanya lolote bayana dhidi ya taifa la Iran watajibiwa kwa nguvu kubwa. Mnamo Machi 7, Trump alisema kuwa aliwaandikia barua Khamenei kwamba kufahamu kuwa akimtaka kuanzisha mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia ya Iran, huku akionyesha na kuonya kuwa kuna uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi iwapo Iran itakataa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, alisema Alhamisi kuwa barua hiyo ilikuwa zaidi ya kitisho, ingawa pia ilionyesha uwezekano wa mazungumzo. Tunachunguza kwa kina maudhui ya barua hiyo na tutajibu rasmi katika siku chache zijazo, kulingana na ripoti ya tovuti ya habari ya Marekani Axios ikimnukuu afisa wa serikali ya Trump na vyanzo vingine. Barua hiyo inaweka muda wa miezi miwili na kufikia makubaliano mapya nyuklia. Hata hivyo, haijabainisha ni lini muda huo utaanza au kuisha. Kwa muda mrefu, Khamenei amepuuza wito wa Trump na mazungumzo ya moja kwa moja, akisema kuwa rais huyu wa Marekani anajaribu kudanganya ulimwengu kwa kuonyesha kuwa Marekani iko tayari kwa mazungumzo, huku Iran inaonekana kutotaka kushiriki. Trump, ambaye alianza muhula wake wa pili Januari 2025, amerudisha sera yake ya shinikizo la juu dhidi ya Iran. Wakati wa kipindi chake cha kwanza, Trump aliondoa Marekani kwenye makubaliano ya kihistoria ya nyuklia mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa mengine yenye nguvu ulimwenguni, na akairejeshea Tehran vikwazo vikuu vya kiuchumi. Kwa mwaka mmoja baada ya Marekani kujiondoa, Iran iliendelea kutekeleza makubaliano hayo, lakini baada ya muda ilianza kupunguza ahadi zake kwa kuongeza viwango vya urutubishaji wa madini ya uranium hadi 60%. Kiwango hiki kikubwa juu zaidi ya kiwango cha 3.67 kilichowekwa kwenye makubaliano ya awali, na kinakadiria 90% inayohitajika kutengeneza silaha za nyuklia. Juhudi za kufufua makubaliano ya nyuklia zinagonga mwamba, huku Iran ikiendelea kushtumu Trump kwa sera zake zenye mkanganyiko. Araghchi amesisitiza kuwa Iran haitakubali mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani ikiwa bado iko chini ya shinikizo la vikwazo na vitisho vya kijeshi. Iran haitafanya mazungumzo ya moja kwa moja ikiwa inakabiliwa na shinikizo, vitisho na vikwazo vilivyoimarishwa. Kwa hicho ndicho ambacho kimekuwa kikiendelea.